tunamshukuru Mungu kwa siku njema ambayo ametupatia. Tumeweza kusanyika mahali hapa na tumemwabudu Mungu pamoja, tumesikiliza nyimbo za kwaya na tumepata ujumbe wa nyimbo, na sasa tuko kwenye neno la Mungu. Bwana pewe sifa sana. Kabla tujaenda kwenye neno la Mungu, tuseme mimi na mama tunapenda tushukuru sana kwa maombi yenu. Tulisafiri, tulienda Sudani ya Kusini. Tuliingia kwanza Kenya, tukapandia ndege kule Mombasa, tukapeleka mpaka Juba kule Sudani ya Kusini, tukaendelea na ndege zingine za ndani kwa ndani kule mpaka tukakaribia nchi ya Sudani. Maana kuna nchi mbili tofauti, kuna Sudan na kuna Sudani ya Kusini. Sudan mji mkuu ni Khartoum, Sudan ya Kusini mji mkuu ni Juba. Tulikuwa tuko ndani ya nchi ya Sudan ya Kusini, lakini ndani ya nchi hiyo kuna wakimbizi wanaotoka Sudan. Sudan, kama unasikia taarifa za habari, kuna vita, kuna machafuko kule, na kuna wengi waliokuja, karibu watu 500,000 wamekuja, wako Sudan ya Kusini, wako kwenye vikundi mbalimbali, makambi mbalimbali. Sasa miongoni mwa wale waliokuja, walio wengi wanatoka kwenye makabila ambayo hayajafikiwa na Injili kule waliko Sudan. Sasa wamekuja huku kusini kule ambako sasa kuna uwezekano wa kuwafikia na Injili. Kwa hiyo Injili imeanza kuhubiriwa, na tulitembelea baadhi ya hizo kambi, tulionana na hayo makanisa na viongozi, na kwa kweli Mungu anafanya mambo makubwa. Tulienda kambi moja, kanisa ilianza 2024, ilianza na watu 12. Leo ni watu zaidi ya 630 wako ndani ya hilo kanisa, na walio wengi, 90%, wanatoka kwenye Uislamu. Kwa hiyo wote utakao kukutana nao ni kina Muhammad, akina Fatuma, kina Rajabu, wote. Na tunamshukuru Mungu sana kwa kazi ambayo anaifanya katika hayo makabila, na tunaamini kabisa kwamba Mungu miongoni mwao atainua watumishi watakaopeleka Injili sasa kule walikotoka, kule Sudani penyewe. Maana kule Wakristo ni wa kuhesabu, kama si mkono moja, labda mikono miwili utakuwa umewamaliza. Hasa maeneo ya Darfur, maeneo ya Kordofan, hayo ni majimbo ndani ya nchi ya Sudan, lakini Mungu ameanza kufanya kitu. Mungu ameanza kuwatembelea watu, na aendelea sana kuwaombea ili Mungu ainue watumishi watakaopeleka Injili kule. Bwana apewe sifa sana. Tulikaa na baadhi ya wachungaji na watumishi pale kwenye kambi moja. Tuko chini ya mti, maana kanisa lao ni moja dogo tu, yani inaingiza labda watu 20. Tukakaa chini tu ya mti kwenye kivuli pale, joto la ajabu, yani nyuzi joto zaidi ya 40. Unakaa pale, yani unafikiri unapuliziwa moto kutoka sijui tanuli gani, lakini ndio hali halisi. Tunakaa pale, tunaongea nao, wanatuelezea jinsi Mungu anavyofanya kazi, anavyookoa watu. Tukawauliza swali, je, sasa nyinyi mnaokoka, mnaotoka kwenye Uislamu, hampati shida kwa wenzenu, labda familia, labda ndugu, labda watu wengine, hampati shida? Sasa watu wanacheka, wanasema shida? Hizo shida yani ni kila siku, kila moja, hakuna ambaye hana shida hapo, yani wote. Sasa wanaanza kutuelezea, huyu hapa tunaketina, huyu kapigwa risasi 11, kuna za mbele, kuna za nyuma, lakini Mungu amemwokoa, yuko hai leo. Tukamuuliza, alipigiwa risasi akiwa wapi? Anasema hapo hapo unapokaa hapo wewe, ndipo alipopigwa risasi. Huyu hapa, huyu wamemnyang'anya familia, wamemnyang'anya mke na watoto, lakini namwangalia anacheka, furaha ya Bwana. Huyu hapa ametupwa na familia yake, hawataki kumwona tena, lakini anaendelea na Bwana. Alafu wanaenda mmoja baada ya mwingine, wanatoa ushuhuda wao. Wote wamekutana na magumu, lakini wote wana furaha ya Bwana, wanaendelea na Bwana, wanamhubiri Yesu. Mungu amefanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo endeleeni sana kuombea nchi ya Sudani ya Kusini, na hasa kazi ambayo inaendelea kwenye makambi hayo ya wakimbizi ya watu kutoka Sudan.
maana hiyo ni fursa ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kuwafikia watu ambao kule hakuendeki kule wanakotoka, lakini Mungu sasa amewaleta mahali ambapo wanafikika, na tuendelee kuombea. Na kama wewe uko tayari, nitakueleza namna ya kwenda. Wewe nenda kajitoe kwa ajili ya Bwana. Bwana apewe sifa sana. Leo mahubiri au mafundisho yatakuwa ni ya msingi sana, ya msingi sana, na nimeamua iwe ni ya msingi sana kwa sababu mimi mwenyewe niliona ni muhimu nijikumbushe mambo ya msingi sana katika maisha yangu. Nilipokuwa katika maombi, ninaanza kutafakari kuhusu ujumbe wa leo, Mungu akanileta kwenye maandiko fulani ambaye ni ya msingi sana, ni hatua ya kwanza katika wokovu. Lakini nilipokuwa ninajikumbusha, niliposoma, nilipoandaa, yani nimebarikiwa sana katika maisha yangu. Kwa hiyo kama wewe hujabarikiwa, lakini mimi nimebarikiwa. Kwa hiyo Mungu amefanya kazi katika maisha yangu, lakini naamini kabisa kwamba wewe pia utabarikiwa. Na haijalishi kama wewe ni mtu ambao umekulia wokovu, yani umekuwa ndani ya wokovu miaka mingi, ama wewe ni mtu ambao umekutana na wokovu majuzi tu hapa, ama wewe ni miongoni wa wale ambao umekuja kwa ajili ya kuokoka leo, ujumbe huu ni kwako. Kama wewe ni Mkristo wa siku nyingi, kama wewe ni Mkristo wa juzi, kama wewe ni mlokole mtarajiwa, basi ninaamini kwamba ujumbe huu ni kwako. Ni mambo ya msingi kabisa, lakini kwetu ambao tumekulia ndani ya wokovu na tuna miaka mingi, ni mambo muhimu ya kujikumbusha kila wakati. Maana tunaweza tukaingia kwenye mazoea fulani tukadhani tu mimi nimeokoka alafu tunaendelea tu, lakini ni vizuri kujikumbusha wokovu ni nini hasa, na Mungu amefanya nini katika maisha yetu tulipompokea Yesu katika maisha yetu. Bwana apewe sifa sana. Nitawaelezea habari fulani, labda nadhani nimeeleza hizo habari kwenye kanisa hili siku za nyuma, lakini yawezekana labda umesahau au hukuwepo. Kuna siku moja nilienda Kongo, nikaenda Kinshasa, na ilikuwa ni baada tu ya michafuko fulani kule Kongo Kinshasa, na hali ya nchi ilikuwa bado haieleweki, hakuna utulivu, bado kuna hali fulani ya utata, yani kisiasa, machafuko, kuna mapigano, kuna hali ambayo ilikuwa ni ya hatarishi kidogo. Sasa nikatua uwanja wa ndege, nikapokelewa na wenyeji wa pale, wakanichukua haraka haraka, wakaniingiza kwenye gari, tukapita ndani ya mji wa Kinshasa na mbio ya ajabu, kama vile msafara wa rais unavyopita wakati mwingine. Tukapita haraka haraka, tukafika mahali ambapo wakasimama kwenye geti ikafunguliwa, tukaingia tu, wakafunga geti, tukaingia ndani ya nyumba. Tulivyoingia ndani ya nyumba, wakafunga kabisa na ufunguo. Sasa wakasema, hapa sasa unaweza kutulia sasa. Hapa tumepita haraka haraka, maana hali sio nzuri, lakini hapa uko salama. Tukaanza sasa kuongea. Nilikuwa nimeendea semina fulani kule, tukaweka utaratibu. Sasa ikafika jioni, wakati wa kulala. Tuko ndani ya nyumba ile, wakanielekeza, chumba chako ni kile pale. Wakanielekeza kwenye mlango fulani. Sasa usiku utakapoingia chumbani, hakikisha umefunga, na usije ukafungua mpaka unasikia sauti zetu tunakufuata tena, usitoke. Kwa hiyo tayari wamenijengea hali fulani, moyo inadunda kiasi fulani. Kwa hiyo mimi naingia usiku ule, ninafunga, na bahati nzuri ni self contained, kwa hiyo mambo yote namaliza huko. Usiku nalala sasa usiku ninalala, labda kwenye saa 8 saa 9 hivi ninashtuka, nahitaji kwenda kujisaidia. Sasa naenda, ninaamka tu vile nilivyo, hakuna umeme, hakuna mwanga, yani kuna kamera mwezi kidogo tu, kamwanga kaki kanaingia kwenye dirisha hivi. Kwa hiyo kidogo tu kuna namna ya kuweza kutembea ndani ya chumba kufikia chumba cha kwenda kwenye pale pa kujisaidia. Nikafika pale mlangoni. Kufika mlangoni jamani, nakutana na mtu.
usiku wa manane, na yule mtu hajavaa nguo, yuko kama vile mimi nilivyo. Na cha ajabu, yule mtu ni mzungu. Yaani moyo unapiga, ninarukia kitanda, maana nilijua hapa kitandani nina tochi. Nachukua tochi, namulika. Yule mzungu naye ananimulikia, ana tochi yake, naye ameogopa vile vile. Ufahamu unavyoniingia sasa, ninakuja kutambua kumbe mlango wa kwenda uani ni kioo. Kwa hiyo mzungu niliyekutana naye mlangoni ni mimi mwenyewe. Yaani kidogo ningejiua mwenyewe siku ile. Hali mbaya kweli. Kwa nini ninaelezea mambo haya? Unajua, kama huko gizani, yaani mawazo yako yanaweza yakuchezea sana. Huoni, huelewi, unadhani mambo kwa sababu hakuna mwanga wa kutosha. Kwa hiyo utakuwa unaingiwa na hofu, utaingia na mashaka, na unaweza kufanya mambo ambayo usingeyafanya kama ungekuwa katika nuru wa kutosha. Mnielewa Tuende katika Wakolosai. Wakolosai sura ile ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 13 na 14. Kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye kwake tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ninasoma kutoka tafsiri ya Neno, kwa hiyo inawezekana labda mwenye Biblia, wewe mwenye Biblia ile nyingine maneno yanatuko tofauti kidogo, lakini nimekuja kuipenda sana tafsiri ya Neno, maana inaweka Kiswahili kinaeleweka vizuri. Tusome tena. Kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye kwake tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kuna swala la ufalme wa giza unatajwa hapa, na kuna ufalme wa mwana wake mpendwa. Nilianza kuelezea habari za tukio la Kongo. Kwa sababu ya giza, kuna mambo mengi yalinichezea katika akili zangu, na tukio lilitokea jinsi lilivyotokea kwa sababu nilikuwa kwenye giza, sikuona na macho vizuri. Na giza ina madhara yake kama hayo niliyoelezea. Maana tukiwa kwenye giza hatuoni vizuri. Tunaweza tukaona kwa sehemu, lakini hatuoni kikamilifu. Tunaweza tukahisi jambo fulani, lakini hatujaona uhalisia wa lile jambo. Na hali hiyo inaweza ikatuchanganya kwa namna fulani. Hali hiyo inaongeza pia, ajali inaweza kutokea kirahisi. Maana unapita mahali, unajigonga, unatumbukia kwenye shimo, unajikwaa, maana huoni vizuri, maana uko gizani. Giza pia inaongeza hofu. Kama vile Kongo pale nilivyoeleza, yani moyo ilikuwa inadunda kweli, kwa sababu nimejengewa hali fulani kwamba niko katika mazingira ambayo sio mazuri sana. Alafu kwenye kale kagiza ka usiku, nilikuwa ninajaribu kupita bila kuwasha tochi, bila kuwa na mwanga, na nilipokutana na kitu ambacho sikielewi, ikaniletea hofu sana. Giza inaweza ikaleta wasiwasi, ikaleta hofu, na kwa sababu hatuoni vizuri, ubongo unatuchezea. Maana tunaona kwa kiasi fulani, alafu ubongo unaongezea taarifa zingine katika yale tunayoona, lakini zile taarifa pengine sio za kweli. Kwa hiyo picha ambayo tunaipata sio ya kweli, kwa sababu tuko gizani.
Giza inatufanya pia tunaweza tukachanganyikiwa, tukapoteza mwelekeo. Nadhani ukifika mahali papya wakati wa usiku na hujapazoea, sio rahisi kujua majira yalivyo. Kaskazini ni wapi, kusini ni wapi, magharibi ni wapi, mashariki ni wapi. Na ukiambiwa hebu nenda mahali fulani, kama hujapazoea alafu uambiwe upite gizani, sio rahisi. Utapita kwa wasiwasi sana, ni rahisi sana kuchelewa. Kukicha tu, mwanga ukitokea, utasema kumbe niko mahali fulani, kumbe mwelekeo ni fulani. Yaani kwa sababu macho yamepata mwanga kwa namna fulani. Ukiwa gizani, kuna hali ya kushuka kwa moyo ama kukata tamaa, maana hujielewi, hujiamini na mambo mengi ambayo yanaambatana na hayo. Kwa hiyo giza ina madhara yake, na sasa ninazungumzia tu hii giza ya kawaida, kutokuwepo kwa mwanga. Lakini Biblia inazungumza sana habari za giza, na Biblia inapozungumzia habari za giza haitaji giza tu kwa maana hii ambayo tumeielewa sasa hivi, ukosefu wa nuru. Giza ina maana kubwa sana katika Biblia. Biblia inapozungumza habari za giza inazungumza kwa muktadha huu kwamba kuna hali fulani ya kutengwa na Mungu. Mtu ambaye hamjui Mungu, mtu ambaye hayuko karibu na Mungu, Biblia inasema kwamba huyu mtu yuko gizani, yuko kwenye giza fulani. Amekosa uwepo wa Mungu, amekosa uhusiano na Mungu, na hiyo inamfanya kwamba yuko gizani, haoni, haelewi. Biblia pia inataja kuhusu dhambi. Dhambi inaleta giza. Kwa maana hiyo kwamba dhambi inatupeleka mbali na Mungu, na mtu ambaye yuko mbali na Mungu yuko gizani. Kwa hiyo dhambi inachangia kuongeza giza kwa mtu huyo ambaye hamjui Mungu. Anaweza akafanya matendo mabaya, anaweza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, anazidi kwenda gizani kwa sababu dhambi imetawala maisha ya mtu huyu. Giza katika Biblia pia iko pia katika ufahamu. Ni kama tuna ujinga fulani wa kiroho. Ujinga wa kiroho ni giza, maana hatumwoni Mungu, hatumjui Mungu, hatumfahamu Mungu, na hii inafanya kwamba tuko kwenye ujinga fulani wa kiroho. Biblia inazungumza hiyo ni kama giza. Kwa hiyo kuishi bila ukweli wa kiroho inatufanya tuko gizani. Pia Biblia inasema kuhusu utawala wa giza, na tulisoma pale ufalme wa giza. Yaani ni mfumo, ni nguvu fulani, ni utawala fulani ambao unapingana na Mungu. Na pale tuliposoma sasa katika Wakolosai, tulisoma kwamba ametuokoa kutoka ufalme wa giza, ametuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Wewe na mimi, kabla hatujamjua Mungu, kabla hatujampokea Yesu katika maisha yetu, tulikuwa ndani ya ufalme wa giza. Tulikuwa tuna ujinga wa kiroho, tulikuwa tuna dhambi ambayo inatutawala, tulikuwa mbali na Mungu, tulikuwa tuko gizani, hatuelewi. Na giza kama tulivyojifunza hapa inamchanganya mtu, inamfanya mtu haelewi, inamfanya mtu anajawa na hofu, inamfanya mtu anaweza kupotea jumla, maana haoni. Lakini kwa njia ya wokovu ya Yesu Kristo, Biblia inatuambia kwamba ametuokoa, ametuondoa hapa kwenye giza, ametuhamisha, ametuweka katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza kuelewa kuhusu swala ya wokovu ni kwamba tumehamishwa, tumetolewa pale
tukahamishwa, tukawekwa huku. Tumetolewa kwenye giza, tukawekwa kwenye ufalme wa mwana wake mpendwa. Bwana apewe sifa sana. Lakini unajua kule Kongo nilipokuwa ninaogopa, nakutana na nilidhani kwamba ni mtu mwingine, kumbe ni mimi mwenyewe. Nikatafuta ile tochi, nikatafuta mwanga, nikatafuta namna ya kumulika nione. Wokovu ni zaidi ya kuwashiwa taa. Wokovu si kwamba unapata tochi fulani unaanza sasa kutembea ukiwa gizani. Hapana. Wokovu ni kwamba unahamishwa kutoka ile giza, unahamishwa, unawekwa kwenye ufalme mwingine ambao tutakuja kuona ni ufalme wa nuru. Sio kwamba unabaki huku gizani alafu una katochi angalau ikusaidie kwa namna fulani. Hapana. Wokovu ni zaidi ya kuwashiwa taa. Mungu alipoumba mbingu na nchi, hebu tuende Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wa kwanza na kuendelea pale, utaona kitu fulani. Mwanzo sura ya kwanza na kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo giza ilikuwa inatawala. Kumbuka hapa, hii ni siku ya kwanza. Mungu ameziumba mbingu na nchi, lakini bado mwanadamu, wanyama, mimea, bado hakuna kitu. Kuna giza inatawala. Na giza ikitawala, hakuna uwezekano wa uhai kuwepo. Uhai unahitaji nuru. Uzima wa kitu unahitaji nuru. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu anakifanya, na kitu cha kwanza ambacho Mungu analitamka, ambalo linanukuliwa na Biblia, ni Mungu anapotoa amri na kusema iwe nuru. Hiyo ni hatua ya kwanza. Iwe nuru. Ikawa nuru. Biblia inasema akatenganisha giza na nuru. Maana giza na nuru havichanganyikani, haviendani pamoja. Mungu ameshatenganisha, kuna giza, kuna nuru. Na Mungu ili aweze kumuumba mwanadamu, ili aweze kumuumba mnyama, ili aweze kuumba mimea, lazima nuru iwepo. Kwa hiyo nuru ni kitu cha kwanza ambacho Mungu anakiamrisha kikatokea. Lakini pia kuna giza sasa ya kiroho, kama vile tulivyoambizana hapa kwamba mtu ambaye yuko mbali na Mungu, hamwelewi Mungu, yuko dhambini, ni kwamba yuko gizani. Na mtu ambaye yuko gizani anahitaji nuru ya Mungu imfikie, ili aweze kupata uhai, aweze kupata uzima wa kiroho. Bwana apewe sifa sana. Ukienda Injili ya Yohana sura ile ya kwanza, unaenda kimsingi sana. Nitasoma maandiko mengi, lakini nafanya hayo makusudi ili wewe wa siku nyingi katika wokovu, na wewe wa juzi katika wokovu, na wewe ambao utampokea Yesu leo, tuende pamoja, tuelewane vizuri katika swala hili. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hebu kumbuka tulivyosoma katika Mwanzo moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maneno hayo hayo yanajirudia sasa. Tuko Yohana, tuko Agano Jipya, tuko wakati wa Yesu. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa
Mungu. Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana apewe sifa sana. Yohana hapa anaunganisha na uumbaji kabisa, kwamba hapo mwanzo alikuwapo neno. Mungu alitamka neno, iwe nuru. Na Yohana hapa katika injili yake anaunganisha lile neno, tamko la Mungu, kwamba neno lile ni Yesu mwenyewe akaleta nuru. Na hapa sasa analiunganisha na kuja kwa Yesu duniani, anakuja na nuru sasa ya kiroho kwa watu. Ukiendelea sasa kusoma katika ule mstari wa 9 katika Yohana 1, nuru halisi inayomwangazia kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni, yani Yesu. Huyo neno, huyo si mtu sio lile neno. Huyo neno, yani Yesu, alikuwako ulimwenguni, na ingawa ulimwengu uliumbwa kupitia kwake, haukumtambua. Alikuja kwa walio wake, lakini hao hawakumpokea. Bali wote waliompokea, yani wale walioliamini jina lake, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hawa hawakuzaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali wamezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ukisoma pia Zaburi 119 na mstari wa 105, Biblia inasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno Yesu ni nuru. Huyu Yesu ndiye aliyetuokoa, ametuondoa kwenye utawala, ufalme wa giza, akatuweka kwenye ufalme mwingine, ufalme wa nuru. Bwana apewe sifa sana. Maana pasipo nuru, giza utawala. Nikiwaambia hapa, hebu muongeze giza kidogo mondani, mtafanyaje? Hebu tafuta kagiza fulani kaongeze humo ndani. Si huwezi ukaongeza giza. Hakuna giza unaweza kuchota mahali fulani ukaiongezea mahali fulani. Ili upate giza lazima uondoe nuru. Lazima uondoe nuru. Kwa hiyo tukiwa gizani, ina maana ya kwamba hatuna Mungu. Maana Mungu ni nuru. Kwa hiyo ametuondoa huku kwenye ufalme wa giza, ufalme ambao hauna Mungu, akatuingiza katika ufalme wa mwana wake ambaye ndiye nuru. Bwana apewe sifa sana. Yesu alipokuja duniani, alipotembea, tunasoma katika Yohana sura ile ya 8 na mstari wa 12, Yesu mwenyewe anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Nuru huleta uzima. Nuru ambaye ni Yesu mwenyewe, tukiwa naye kuna uzima. Tukiwa huko kwenye ufalme wa giza, hatuna uzima.
maana uzima hauwezi ukaendelea ndani ya giza. Lakini tukiwa nuruni kuna uzima, kuna uhai, maana tuko ndani ya nuru ambaye ni Yesu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kwa njia ya wokovu tumeondolewa katika ufalme ama utawala wa giza, tumewekwa katika ufalme ama utawala wa nuru, na Yesu ambaye ni neno la Mungu tena ni nuru alikuja duniani akaleta ule wokovu, akatuokoa, akatuhamisha, na tumejikuta tuko ndani ya ufalme wa Mungu ambako nuru inatawala. Bwana apewe sifa sana. Tunaenda msingi na tunaenda hatua kwa hatua. Isaya katika Agano la Kale anapotabiri kuhusu kuja kwa Yesu, kuna mstari moja katika Isaya sura ile ya 9 na mstari ule wa 2, anasema watu wanaotembea katika giza wameona nuru kuu, wale wanaoishi katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewazungukia. Nuru. Kwa hata Isaya anatabiri kuhusu nuru itakaokuja. Paulo anaendelea kufundisha mambo haya katika nyaraka zake, na katika waraka wa Efeso sura ya 5 na mstari ule wa 8, wa Efeso sura ya 5 na mstari wa 8, Paulo anasema hivi: kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza, lakini nyinyi ni nuru katika Bwana, nendeni kama watoto wa nuru. Tunakuja hatua ya pili. Hatua ya kwanza, tulikuwa gizani, tulikuwa huko gizani, tukahamishwa tukaingia nuruni. Lakini Paulo anaingia kwa undani zaidi. Si tu kwamba tulikuwa gizani, sisi wenyewe tulikuwa giza. Na anasema kwa njia ya wokovu nyinyi sio giza tena, nyinyi sasa ni nuru. Kwa tulikuwa gizani tukawekwa nuruni, lakini pia tulikuwa giza, sisi wenyewe tulikuwa giza, na sasa tumebadilishwa, tumekuwa nuru. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna hatua kwa hatua ambaye tunaona kwamba jinsi wokovu inavyombadilisha mtu, jinsi wokovu inafanya kitu kipya, jinsi tunavyobadilika tunapompokea Yesu katika maisha yetu. Tulikuwa mahali fulani tukawekwa mahali fulani, lakini pia tulikuwa kitu fulani na tumekuwa kitu kingine. Tulikuwa giza na tumewekwa kuwa nuru. Na Yesu mwenyewe tulisoma pale alisema kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Lakini Yesu huyo huyo katika Mathayo sura ile ya 5 na mstari wa 14 anafundisha, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Na inakuwaje sasa kama yeye ni nuru ya ulimwengu, sisi tutakuwaje nuru ya ulimwengu? Lakini sisi tunapoipokea nuru Yesu, ile nuru inapopata nafasi katika maisha yetu inafukuza ile giza, na mwenye Yesu ndani yake anabadilika, anakuwa nuru. Alikuwa giza, mimi nilikuwa giza bila Yesu, wewe ulikuwa giza bila Yesu, lakini ulipomkaribisha nuru ya ulimwengu, nuru ya Yesu, wewe mwenyewe umekuwa nuru ambayo inaangaza katika dunia hii. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo tumebadilishwa, tumekuwa kitu kingine. Tulikuwa kitu fulani, tumekuwa kitu kingine. Tulikuwa giza, tulikuwa kwenye giza tukaletwa nuruni. Tulikuwa giza, tumefanywa kuwa nuru. Tulikuwa kwenye ufalme wa giza, tumeingia katika ufalme wa nuru.
Kwa hiyo tumeona hatua ya kwanza, wokovu ni zaidi ya kumulikiwa taa au kuwashiwa taa. Tumebadilishwa kutoka hali fulani kwa hali nyingine. Lakini hatua ya pili, kuokoka ni kutoka kwenye utumwa na kuingia katika kuwa wana wa Mungu. Hebu tusome Wagalatia sura ya 4. Wagalatia sura ya 4 na mstari wa 4 na kuendelea. Lakini wakati uliopangwa ulipotimia, Mungu alimtuma mwanaye ambaye alizaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria, ili awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, nasi tupate kupokea zile haki kamili za kufanywa wana. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Abba, Baba. Kwa hiyo wewe si mtumwa tena, bali ni mwana. Na kwa kuwa wewe ni mwana, Mungu amekufanya wewe pia kuwa mrithi kupitia kwa Kristo. Kuna mambo mengi ndani ya maandiko haya tutachambua kidogo. Cha kwanza, tumetoka kwenye utumwa tunaingia katika wana. Tunakuwa watoto wa Mungu. Kabla ya kumpokea Kristo, tulipokuwa bado katika ufalme wa giza, tukiwa bado chini ya utawala wa Shetani, tukiwa bado tuna dhambi, tulikuwa sisi ni watumwa wa giza, watumwa wa Shetani. Tulikuwa hatuna uhuru, hatuna uwezo. Maana mwanadamu hawezi akatoka mwenyewe kwenye giza akajiingiza nuruni pasipo kazi ya Yesu pale msalabani. Wenyewe hatuwezi. Kwa jitihada zako wewe mwenyewe huwezi. Mimi siwezi, hata nifanye nini siwezi kujiokoa mwenyewe, siwezi kujibadilisha mwenyewe, siwezi kujisamehe dhambi zangu mwenyewe. Ninahitaji msaada wa Mungu ambaye ni nuru. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo tulikuwa tuna hali fulani ya utumwa, lakini kupitia wokovu tumefanyika kuwa wana. Tumekombolewa kutoka giza na utumwa, tumewekwa katika nuru na uhuru. Kwa hiyo hilo ni tofauti nyingine ambayo inatokea wakati tunapompokea Yesu katika maisha yetu. Tumefanywa kuwa wana, na kufanywa kuwa wana ni jambo la ajabu sana. Maana hapa Biblia pia tulisoma kwamba ametuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Abba, Baba. Tutaona hilo neno zaidi baadaye. Niseme tu kifupi kwamba kuwa mwana wa Mungu inaonyesha kwamba kuna uhusiano wa karibu na huyo Mungu. Kuna uhusiano wa baba na mwana. Yaani tumeingia katika ukoo, na sio ukoo tu, tumeingia katika familia, na sio familia tu yoyote. Tumekuwa wazawa wa Mungu mwenyewe kupitia wokovu, kupitia Yesu Kristo. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 inasema kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kupitia kwa imani, nayo haikutokana na nyinyi wenyewe, hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yoyote asije akajisifu. Hii inaonyesha kwamba tukiwa huku gizani, sisi wenyewe hatuwezi kufanya, hata tufanye jitihada gani, hatuwezi kujihamisha wenyewe, kujiokoa wenyewe na kuingia katika ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu. Yaani hatuwezi tukastahili kuhamishwa kwa sababu ya matendo yetu. Ni neema tu ya Mungu, ni upendo tu wa Mungu ambao tumeupata na tumeukubali, na kwa neema hiyo tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo kuwa wana wa Mungu ni zawadi, sio mshahara. Kwa hiyo turudie tena, tulikuwa kwenye giza tukaingia nuruni. Wenyewe tulikuwa giza
tumekuwa nuru. Tulikuwa watumwa, tumefanyika kuwa wana. Hizo ni hatua 3, na bado kuna zingine zinaendelea. Kuokoka ni kupata haki za mtoto wa Mungu. Tulisoma pale katika Wagalatia, ili awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, nasi tupate kupokea zile haki kamili za kufanywa wana. Na Wathesalonike wa kwanza, tusome pia Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 4 na wa 5. Bali ninyi ndugu, hampo gizani hata siku ile iwakute ghafla kama mwizi. Nyinyi nyote ni wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wana wa giza wala wa usiku. Kwa kumpokea Yesu tumekuwa wana wa Mungu, wana wa nuru, na tumepata zile haki kamili za kufanywa wana. Tulikuwa wana wa giza, tulikuwa wana wa shetani, tumekuwa wana wa nuru, tumekuwa wana wa Mungu. Kwa njia ya wokovu tumekuwa watoto wa Mungu, na kwa njia ya wokovu tumepata haki kamili za wana. Lile neno Aba, baba, tunalisoma pia katika Warumi sura ile ya 8. Tusome pale Warumi sura ya 8 na mstari wa 14 hadi 17. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu tena, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba, baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Tulikuwa gizani, tukawekwa nuruni. Tulikuwa giza, tukafanywa kuwa nuru. Tulikuwa watumwa, tukafanywa kuwa wana. Na kama wana sasa tunakuwa warithi wa haki zote, warithi wa Mungu. Tumepata haki ya kuwa warithi, kwa maana kwamba sisi ni wana wa Mungu. Ili tuelewe swala la urithi katika muktadha wa Biblia, katika Biblia urithi ulikuwa ni zaidi ya mali. Nadhani siku hizi mara nyingi tunahesabu urithi katika swala la mali. Mimi kwa mfano, baba yangu alitangulia kwa baba. Sasa yeye maisha yake yote amemtumikia Mungu, hakuwa na mengi ambaye ameacha. Na mama, kwa sababu bado yupo, ni kama aliendelea kuishi katika ile nyumba yao, aliendelea kutumia vile vilivyokuwa vya kwao. Siku mama atakapokufa, sisi watoto wanne ambao tumezaliwa na hawa wazazi tutarithi zile mali. Sasa bahati nzuri ama bahati mbaya, mimi najua kwamba hizo hakuna cha kurithi yani sitapokea kitu, lakini sitapungukiwa na kitu wala hivi. Mungu ni mwema. Wao wamemtumikia Mungu, wametumia walivyokuwa navyo, hawana cha kuachia, lakini Mungu ni mwema, hatujapungukiwa na kitu hata siku moja. Lakini kisheria tunarithi. Hawezi akaja mtu mwingine, hawezi akaja labda mjomba, hawezi akaja sijui shangazi, hawezi akaja mwingine akadai ule urithi. Kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, wanaourithi
ni watoto waliozaliwa wa hawa wazazi. Labda sasa kama hawakuacha watoto, kuna utaratibu mwingine ambao unaingia pale wa kuangalia ndugu wa karibu licha ya watoto, kama hawapo ni nani ndiye anakuwa mrithi sasa wa zile mali. Sasa wewe na mimi tumefanywa kuwa wana wa Mungu, tunarithi pamoja na Kristo mambo yote ya Mungu. Lakini urithi unaozungumzwa hapa si urithi wa mali. Sio kwamba barabara za dhahabu za mbinguni zinakuwa ni zetu. Sio kwamba dhahabu na fedha ambayo yote ni ya Mungu zinakuwa ni zetu. Hapana. Urithi kwa muktadha wa Biblia ni pia ni utambulisho. Tunatambulika kama watoto wa Mungu, na kama watoto wa Mungu yote ambaye yanaambatana na Mungu yanakuwa ni ya kwetu. Maana Mungu yeye ni wa milele, anatoka umilele anaenda umilele, hana mwanzo hana mwisho. Sisi tunapofanywa kwa wana wa Mungu tunarithi maisha ya milele pamoja na Mungu. Bwana apewe sifa sana. Tunarithi utukufu, tunarithi mambo yote ambayo yanaambatana na Mungu katika zile sifa zake, yanakuwa ni ya kwetu, maana sisi ni watoto wake wenye haki kamili za kurithi. Kwa hiyo Paulo anapozungumza mambo hayo kwa Warumi, ni vizuri kuelewa kwamba Warumi sio Wayahudi. Warumi ni Wayunani, ni kabila lingine, taifa lingine, sio wazawa kwa habari ya Ibrahimu. Maana Ibrahimu yeye anapokea ahadi kutoka kwa Mungu kwamba uzao wako wote watabarikiwa, watarithi baraka zangu kupitia uzao wako. Kwa hiyo Wayahudi ndio wamo katika ule ukoo, mkondo wa Ibrahimu. Wayunani, Warumi ni watu wengine, taifa lingine, sio Wayahudi. Kwa hiyo hawamo chini ya baraka ya Ibrahimu, hawako katika uzao huo, hawako ndani ya familia hiyo. Lakini kwa kupitia Yesu, Paulo anawaandikia sasa, kwa sababu mmempokea Yesu, mmepata roho inayowafanya kuwa wana na haki kamili ya kurithi. Mmekuwa wana mnaoweza kumuita Mungu Abba, Baba. Kwa hiyo mna baba mmoja na Wayahudi, mmeingizwa ndani ya ukoo, mmeingizwa ndani ya familia, mmekuwa watoto wenye haki sawa na hawa watoto wengine. Bwana pewe sifa sana. Wewe na mimi pia hatuko kwenye uzao wa Ibrahimu, kwa maana kwamba wewe na mimi sio Wayahudi. Hatujazaliwa katika ule mkondo uzao wake wa moja kwa moja. Sisi ni watu wengine. Biblia inatutaja kama mataifa, makabila mengine mbali na Wayahudi. Lakini kwa kupitia Yesu sisi tunapokea zile haki sawa na wengine, Wayahudi wengine, maana tunaingizwa katika ile familia, maana tunakuwa watoto wa Mungu. Bwana pewe sifa sana. Kuna tofauti moja kubwa kati ya leo na wakati ule, na hasa upande wa kuwa mtoto wa Mungu. Katika jamii zetu, maisha yetu, yawezekana wewe na mimi, labda wazazi wetu wamefariki na tumekuja kulelewa na walezi wengine, wazazi wengine, ama tumepokea labda watoto wa ndugu yetu, labda wamefariki, kuna watoto yatima, tumewachukua, tunawalea, na mara nyingi tunawapenda, tunawatunza, tunawahesabu kama watoto wetu. Lakini tusipochukua hatua za kisheria, yawezekana siku ya kugawanya urithi
hawa watoto hawahesabiwi, maana sio wazawa. Lakini kwa njia ya kisheria tunaweza tukawaingiza wakawa warithi pamoja na watoto tuliowazaa. Sasa kinachofanyika katika familia ya Mungu, kwa damu ya Yesu, kwa kukumbali Yesu katika maisha yetu, kwa kupokea wokovu, tunaingizwa, kama ni kisheria, tunawekwa ndani ya wanaohesabiwa kuwa warithi wa mambo ya Mungu, kwa sababu sisi tumeingizwa ndani ya familia hiyo tulipompokea Yesu. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo tumekuwa warithi wenye haki kamili. Sisi sio watoto tu wa kulelewa pembeni, tunapewa kidogo chakula, tunapewa kidogo labda nguo, lakini kuna watoto wengine labda wanapendwa zaidi. Hapana, sisi ni watoto kamili ndani ya familia yake Mungu, na tuna haki sawa kama watoto wengine. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo urithi unatokana na wana, na kwa sababu tumekuwa wana wa Mungu, tunarithi, tumeingizwa katika familia ya Mungu. Kwa hiyo turudie tena, tulikuwa gizani, tumeingizwa nuruni. Tulikuwa giza, tukafanyika kuwa nuru. Tulikuwa watumwa, tukafanyika kuwa wana. Tulikuwa katika ufalme wa giza, tumeingizwa katika ufalme wa nuru, na tumekuwa watoto wa Mungu, na tumepata haki sawa na ya kumrithi Mungu. Bwana apewe sifa sana. Turudi kwenye lile neno Aba, Baba. Tulisoma hivi: kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu tena, bali mlipokea roho wa kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba, yani baba. Neno Aba halipo kwa Kiswahili mfano wake. Ni lugha ya Kiaramu ambayo ilitumika na Yesu na wanafunzi wake. Ina maana nzito. Neno ambayo inafanana ni baba, lakini baba tunavyoitumia kwa lugha ya Kiswahili, yani unaweza kutumia baba ukimaanisha watu mbalimbali. Kuna baba askofu, kuna baba mchungaji, kuna baba wa kiroho, kuna baba huyo na baba huyo na baba huyo, kuna baba mkubwa, kuna baba mdogo, yani kuna wababa wengi. Tuko pamoja eh? Aba, anayetumia neno Aba ni mtoto tu aliyezaliwa na fulani. Kwa hiyo kama mimi nimezaliwa na mzee Mlenga hapa, mimi nina haki ya kusema Aba, lakini Mligo huna haki ya kusema Aba. Yani ni yule mzawa tu aliyezaliwa na yule baba ana haki ya kumtaja Aba, baba, kwa hilo neno. Maana ni neno pekee linalozungumza uhusiano wa damu, uhusiano wa mtu aliyemzaa. Kuna watoto wanalelewa na wazazi ambao hawakuwazaa hawa watoto. Hawa watoto kwetu Tanzania bado huyu mtoto atamuita baba, lakini kwa lugha hii asingeweza kumuita Aba. Maana Aba inatumika tu na yule mtoto aliyezaliwa na yule baba. Sasa Biblia inasema sisi tumepokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba. Hii inaonyesha kwamba sisi sio watoto tu wa kawaida, tunahesabiwa miongoni mwa watoto waliozaliwa na huyu baba. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo wewe uliyempokea Yesu zamani zile, ni vizuri ujikumbushe kwamba kuna mahali ulikotoka. Ulikuwa gizani ukawekwa nuruni,
ulikuwa giza ukafanyika kuwa nuru, ulikuwa mtumwa ukafanyika kuwa mwana, umepokea haki za kurithi, na Mungu Baba ni Mungu wako, baba mzazi. Kwa hiyo unatembea ukiwa na haki zote za mbinguni. Huna haja kutembea na unyonge na hofu na mashaka na wasiwasi, maana wewe ni mtoto wa Mungu unayetambulika kama mtoto uliyezaliwa naye. Na kama wewe ni mtu ambaye umempokea Yesu majuzi, hata jana, wewe umeondolewa gizani ukawekwa nuruni. Ulikuwa giza, umefanyika kuwa nuru. Ulikuwa mtumwa, umefanyika kuwa wana, na umepokea haki za kurithi sawa sawa na waliokutangulia zamani katika wokovu. Tutarithi Mungu pamoja. Na wewe ambao unampokea Yesu leo, utaondolewa kwenye giza, utawekwa nuruni, utabadilishwa kuwa kutoka giza utakuwa nuru. Utatoka kwenye utumwa utawekwa kwenye wana, na utapewa haki ya kurithi sawa sawa na waliokutangulia katika wokovu. Na wewe utamwita Mungu Abba, baba mzazi. Bwana pewe sifa sana. Sasa wengine wetu tukimfikiria baba mzazi wa dunia hii, na picha ambaye tunafikiria labda ya Mungu, labda ni picha mbili tofauti, zinapishana kidogo. Maana wengine huyu hata baba mzazi wa dunia hii hatujamwona, hajaonekana katika maisha yetu. Labda yupo lakini hatujali. Labda tumechapwa, labda tumepigwa, labda tumefanyiwa kila aina ya ubaya, labda tumekuwa na baba ambaye hajatujali kabisa. Wengine tumebahatika, tumekuwa na baba anayetupenda, anayetujali, tumekuwa karibu naye. Baba, picha ya baba ambaye inachorwa ndani ya Biblia sio yule baba mwenye kuchapa, sio yule baba mwenye kutupiga mateke, sio yule baba ambaye haonekani, hafikiki, sio yule baba anayefokea. Baba ambaye anatajwa kwenye Biblia ni baba aliyejaa upendo, ni baba ambaye anafikika, ni baba ambaye anasikiliza, ni baba ambaye anajali. Ndio maana tunaweza kumwita Abba. Kuna uhusiano wa karibu. Kwa hiyo tunapookoka, sio swala la kubadilisha dini, sio swala kwamba sasa nilikuwa dini fulani nimekuwa Mkristo. Hapana, hiyo ni lugha tu. Kuna mabadiliko makubwa zaidi ya kubadilisha dini, maana unabadilishwa, unakuwa kiumbe kingine. Biblia inasema kwamba Yesu anapoongea na Nikodemo katika Yohana ile sura ya 3, anajaribu Nikodemo alikuwa na maswali, anakuja kwa Yesu usiku, anamuuliza maswali. Yesu anaongea naye, anamwambia, wewe ili uelewe haya mambo, kuna swala la kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya. Nikodemo akashindwa kuelewa. Kwanza, nitawezaje kuzaliwa tena? Nitawezaje kuingia kwenye tumbo la mama yangu alafu anizae tena? Mimi si mtu mzima. Lakini Yesu anazungumza kuhusu swala la kiroho. Tunapompokea Yesu, tunafanyika kuwa wana, kwa maana kwamba tunazaliwa naye, anatuzaa upya, tunakuwa viumbe vipya. Wakorintho inasema kwamba tazama, kila kitu imekuwa kipya, ya kale yamepita. Hatuko vile tulivyokuwa, tumekuwa kitu kingine, viumbe vipya. Tumezaliwa upya, tumezaliwa na Mungu, tumekuwa wanawake. Wanapewa sifa sana. Kwa hiyo swala la wokovu sio swala la kubadilisha dini. Swala la wokovu ni kufanyika kwa upya kabisa, ni kufanyika kwa kiumbe kingine,
ni kufanyika kuwa kwamba sasa ninajikabidhi kwa Mungu, ninatoka huku kwa uweza wa Mungu kwenye ufalme wa giza, ninaingia katika ufalme wa Mungu. Nilikuwa giza, sasa mimi ninakuwa nuru. Nilikuwa mtumwa, sasa mimi ninakuwa mwana. Ninarithi habari za Mungu, ninarithi uzima wa milele, baraka zote za Mungu, baraka zote za mbinguni zinakuwa nina haki nazo, maana mimi ni mwana wa Mungu aliyenizaa. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, swala la wokovu ni swala la kujikumbusha kila wakati. Wokovu sio swala la kubadilisha dini. Wokovu ni swala la kubadilishwa na Mungu, ni kufanyika kuwa kiumbe kingine kipya kwa uweza wa Mungu, kwa kuamini yale ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Tunapokea zile ahadi zake, mabadiliko yanafanyika ndani yetu, tunakuwa viumbe vipya na tunaweza kutembea kwa ujasiri, tukijua kwamba ahadi za Mungu zinabaki pale pale. Mimi ni mtoto wa Mungu na siku moja nitaenda nyumbani kwa Baba yangu aliyenizaa na nitakuwa naye milele na milele na milele na milele. Bwana apewe sifa sana. Wewe ndugu yangu ambaye ulimpokea Yesu zamani zile, jikumbusha haya mambo. Ni kwa neema, hatujastahili. Mimi sijastahili, wewe hujastahili, ni kwa neema ya Mungu. Na wewe ambaye umempokea Yesu majuzi, ni neema ya Mungu. Na wewe utakayempokea Yesu leo, ni neema ya Mungu. Achia neema ya Mungu ifanye kazi ndani yako. Achia nuru ikuangazie zaidi na zaidi. Nuru yako nayo ionekane na watu wengine. Maana Biblia inasema hatuwashi taa alafu tunaificha mahali fulani. Hapana, tunawasha taa, tunaiweka mezani ili iangaze kwa wengi. Nuru yako iangaze kwa wengi, watu wapate kuona ile nuru, waweze kuelekea kwenye ile nuru, wakutane na Mungu ambaye ni nuru, maisha yao yabadilishwe. Wanapewa sifa sana. Tumalizie kwa neno ambalo liko katika Galatia sura ya 3 mstari wa 27. Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Neema hii ya wokovu ni kwa wote. Neema ya wokovu haichagui watu. Neema ya wokovu haichagui kabila. Neema ya wokovu haichagui uwezo wa mtu, kama ana pesa hana pesa, kama ana elimu hana elimu. Neema ya wokovu ni kwa watu wote, haichagui jinsia, wanaume kwa wanawake. Tunapompokea Yesu katika maisha yetu na tunapobatizwa, tunamvaa Kristo, na sote tunamvaa Kristo. Hakuna Mkristo ya wanaume na Kristo ya wanawake. Hakuna Kristo wa Sambaa na Kristo mwingine ya Wachaga. Hakuna Mkristo ya Waafrika na Kristo wa mzungu. Kristo ni moja kwa watu wote, mahali pote, siku zote. Hakuna tofauti. Neema ni ile ile, wokovu ni ule ule, hakuna tofauti. Wote tulikuwa gizani na hatuwezi kutoka gizani pasipo nuru ya Yesu ituondoe gizani, itupeleke nuruni. Wote tulikuwa giza, lakini kwa uweza wa Mungu tumefanywa kuwa nuru. Wote tulikuwa watumwa, lakini kwa uwezo wa damu yake tumekuwa wana, na kwa kuwa wana sisi ni warithi sawa sawa na ahadi yake.
tumeingizwa katika uzao wa Ibrahimu, na sote tunaelekea katika mbingu ile moja kwa Baba yetu ambaye ni mmoja kwa wote, mahali pote, siku zote. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka tukumbushane maneno haya leo, na tutaenda kufanya maombi, na tutafanya maombi kwa wale wanaohitaji kumpokea Yesu katika maisha yao siku ya leo. Alafu tutafanya pia maombi kwa wale wote ambao wanahitaji kuhuishwa katika wokovu wao, kurudi tena ama kufanywa upya tena, kujazwa upya tena katika maisha yako. Kwa hiyo tutafanya pia maombi hayo ili kujikumbusha kwamba tuna nini katika Kristo. Naomba tusimame na praise team ije hapa ituongoze, na nitaomba mchungaji kiongozi tusaidie kuongoza haya maombi tutakayoyafanya. Umejaa neema na rehema Bwana, twakuabudu Bwana. Yesu umejaa neema na rehema Bwana, twakuabudu Bwana. Yesu umejaa neema na rehema Bwana, Asante sana. Tunataka tuombe kwa wale ambao wanatoa maisha yao kwa Yesu. Tunao ndugu wawili hapa wako tayari kutoa maisha yao kwa Yesu. Tumefundishwa kutoka gizani na tunaingizwa kwenye nuru ya Yesu Kristo. Tunatolewa katika nguvu za giza na kuingizwa katika nuru ya ajabu. Hawa ndugu wanafanya maamuzi haya ya muhimu sana. Inawezekana wewe uliyafanya miaka mingi iliyopita, lakini hawa wanafanya leo kwa sababu ya neno la Mungu ndani yao. Mmesikia neno hilo ambalo linabadilisha maisha yenu. Kristo Yesu anaingia ndani ya maisha yenu, mnafanywa viumbe vipya. Tafadhali naomba wachungaji wazee tusimame hapa nyuma ya hawa ndugu tupate kuomba kwa ajili yao. Tukimaliza kuomba kwa hawa, tutaomba kwa ajili yako wewe ambaye unasikia sasa, kwa kweli nimesikia neno la Mungu, nimekumbushwa yale ambayo yananipaswa kufanya kwa namna moja ama nyingine. Wokovu sio dini. Wokovu ni kuendelea kuishi katika maisha ya utakaso, maisha ya kumwishia Mungu, na hayo huyawezi wewe mwenyewe, unaweza kwa kuwezeshwa na neema ya Mungu. Tukimaliza hawa, tafadhali chukua hatua, njoo hapa mbele, tutaomba pamoja na wewe. Naamini Mungu atafanya jambo la ajabu kutoka kwako. Haleluya. 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 Ulimwengu wa roho kwa ajili yako. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote. Haleluya. Ninazozifahamu na nisizozifahamu. Haleluya. Naomba unisamehe Yesu. Naomba unitakase Yesu. Haleluya. Kwa damu yako takatifu. Haleluya. Naomba Yesu ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Haleluya. Uniandike jina langu Haleluya. katika kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Haleluya. Ninaamini sasa ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya. Ulikufa, ukafufuka na uko hai kwa ajili ya maisha yangu. Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Amen. Tunaomba sasa kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao wametoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Wachungaji wazee, naomba tuweke mikono juu yao. Neema ya Bwana itakuja juu yako. Kuna jambo la ajabu linafanyika katika ulimwengu wa roho kuanzia sasa. Haleluya, haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Mungu na uliye Mwokozi, Bwana, asante kwa ajili ya nafsi hizi
ambazo zimesimama mbele yako mchana wa leo. Watu hawa Bwana wamesikia neno lako, na sasa Bwana, neema yako Kristo Yesu ambayo inawatoa watu kutoka gizani kuwahamisha na kuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Nuru yako Kristo ifukuze giza ndani ya maisha ya hawa, ifukuze giza ndani ya nafsi za wao, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, chukua nafasi sasa, chukua nafasi ya kuwasamehe na kuwatakasa dhambi zao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba rehema yako juu yao, tunaomba rehema yako juu yao, tunaomba rehema yako juu yao. Wasaidie Bwana pale waliposhindwa, maisha yao yakainuliwe kwa namna isiyo ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo, mwokozi wa maisha yetu. Baba Mungu, tumeomba na kushukuru, amen, amen. Inua mikono yako juu, sema asante Yesu, asante kwa kuniokoa. Amen. Umefanyika kiumbe kipya, umekuwa sasa na ile sifa ya kumwita Mungu Aba. Hebu sema Aba. Yani Mungu sasa amekuwa baba yako. Madhambi, makosa ambayo ulifanya yameisha samehewa katika jina la Yesu Kristo. Simama hapa hapo, tutakuombea. Wale na wengine wanaohitaji maombi, tafadhali mfike hapa. Wazee msiondoke, mfike hapa mbele tupate kuwaombea, tupate kuombea. Mtu yoyote ambaye anasikia kwamba nahitaji maombi, nahitaji kutiwa nguvu, nahitaji kuendelea mbele, fika tuombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sio lazima wageni tu, hata wewe mwenyeji unahitaji maombi mbele za Mungu, unahitaji Mungu akusaidie, fika tuombe pamoja na wewe, fika tuombe pamoja na wewe. Neema ya Bwana itakuwa juu yako na mkono wa Bwana utaendelea kukubariki na kukutendea yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante sana, asante sana. Karibu tuombe, karibu tuombe. Unapata nguvu ya kuendelea mbele, unapata nguvu ya kushinda mambo mbalimbali katika maisha yako ya Ukristo upya ambao umeupokea. Wazee, wachungaji, tafadhali tuweke mikono juu ya watu hawa, tuwaombee. Naona neema ya Bwana inasimama juu yao na mkono wa Bwana unazidi kuwasaidia. Naona vile ambavyo Bwana anabadilisha sura zao, anabadilisha maisha yao. Mungu ataendelea kukuinua katika namna isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Mungu na uliye mtakatifu, asante Bwana, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako Bwana. Tumeinua mikono yetu mchana wa leo kwa ajili ya watu hawa Bwana, tunawaombea, tunaomba ndani yako neema yako iwe juu yao. Inawezekana Bwana wanapitia katika mambo magumu na mazito, lakini mkono wako wa rehema uwe juu yao, mkono wako wa rehema uwe juu yao, mkono wako wa rehema uwe juu yao. Tunasimama mbele zako tukikataa kila maonezi, kila mateso, kila maumivu na kila shida zozote katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, mkono wa baraka, mkono wa rehema, mkono utendao muujiza, mkono ufanyao maajabu mchana wa leo utembee ndani ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Pokea rehema yako, pokea nguvu ya Bwana, pokea msaada katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila maumivu, kila mateso, kila shida, kila taabu ziachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana wa rehema akuinue, akutie nguvu, akubadilishe katika maisha yako. Nguvu ya neema ya Bwana isimame pamoja naye, utukufu wa Bwana usimame pamoja nao. Mateso kwenye tumbo, mateso kwenye viuno, mateso kwenye mgongo, mateso kwenye shingo, achia. Tunaamuru yatoke sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza sasa, tunatangaza nguvu, tunatangaza nguvu ya miujiza, nguvu ya miujiza. Mateso yaachie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema akutendee sawa sawa na haja ya moyo wako. Tunasimama kinyume na kila maumivu na kila mateso yanayomtesa mwanamke huyu, yamwachie sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Muujiza uingie ndani yako, muujiza uingie ndani yako. Bwana akutendee rehema, moyo wako ukawe sawa sawa. Neema ya Bwana isimame pamoja nawe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunasoma kinyume na kila mateso kwa binti huyu, kwa mwanamke huyu. Tunakuja kinyume na kila nguvu za mateso, maumivu na magonjwa, yaachie. Toeka sasa, toeka, toeka sasa katika jina la Yesu, toeka katika jina la Yesu. Tunaapisha kila roho za mateso, achia, achia katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uzima, tunatangaza uzima, tunatangaza uzima na uponyaji, uponyaji na uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji. Watoto wadogo Bwana awarehemu,
Bwana watendee mema, Bwana watendee faraja katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mateso kwenye tumbo, mateso kwenye miguu, mateso kwenye mgongo, mateso kwenye shingo, achia, achia, achia. Mrehemu mwanamke huyu, mrehemu binti huyu, mrehemu baba huyu, mrehemu ndugu huyu. Bwana atie nguvu miguu yako, Bwana atie nguvu. Mateso yote, kisukari, mateso ya moyo, kila shida inayokutesa achia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rehema ya Bwana, rehema ya Bwana, mkono wa Bwana wa rehema, mkono wa Bwana wa rehema uendelee kusimama juu yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Utukufu, utukufu wa Bwana, utukufu wa Bwana usimame juu yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana atende rehema juu yako, Bwana atende muujiza juu yako, Bwana atende rehema juu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mateso achia, kila mateso achia, kila namna zote za magonjwa achia, achia, achia. Bwana akurehemu, usiendelee kuteseka tena katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaiona nuru ya Bwana, tunaona nuru ya Bwana. Bwana anaendelea kuwafungua watu katika mateso, Bwana anaendelea kuwafungua watu katika shida na katika kila kilio. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Bwana kuremie, Bwana kuremie kila shida, kila mateso ulionayo, yaachie, yaachie. Kwenye mgongo achia, kwenye mgongo achia, kwenye shingo achia, kwenye tumbo achia, achia sasa, achia sasa, achia kwenye kiuno achia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pokea rehema ya Bwana, pokea muujiza wa Bwana juu yako. Bwana kuremie, pokea, pokea muujiza wa Bwana, pokea muujiza wa Bwana, pokea muujiza wa Bwana. Hakuna haja kuwa na mateso tena. Funguka sasa, funguka, funguka sasa katika jina la Yesu Kristo, funguka katika jina la Yesu Kristo, funguka katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru, na uona muujiza, naona watu wanafunguliwa, naona Bwana anabadilisha, Bwana anakuweka huru sasa kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Uhuru ndani ya maisha yako, uhuru ndani ya miguu yako, uhuru ndani ya nafsi yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rehema ya Bwana, rehema ya Bwana na mkono wa Bwana ulio hodari utendao miujiza, ufanyao maajabu ndani ya watu hawa. Pokea sasa neema hiyo, pokea muujiza huo sasa, pokea muujiza huo katika jina la Yesu Kristo. Bwana aendelee kukutendea muujiza. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mkono wa baraka, kwa ajili ya mkono wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Jehova, asante Mtakatifu Bwana, asante wewe mtendaye miujiza, asante Bwana wa rehema, asante Mfalme wa amani. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, tunakushukuru kwa sababu ya mkono wako wa baraka, tunakushukuru kwa sababu ya muujiza wako. Wewe unatutoa gizani, unatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Unatutoa, nuru yako inamulika maisha ya watu hawa. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya wanaume na wanawake hawa, kwa ajili ya matendo makuu yaliyotendeka mchana wa leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Jehova, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tuseme amen. Hebu inua mikono yako juu, sema asante Bwana Yesu, sema asante Bwana Yesu, sema kabisa kwa nguvu, asante Bwana Yesu. Sema asante kwa nuru yako, sema asante kwa nuru yako. Amen, amen. Tupigie Yesu makofi ya shangwe. Amen. Nisikilize kabla hujarudi, nisikilize. Maombi haya yanafanya mambo yasiyo ya kawaida, kwa sababu leo tuna ushirika wa meza ya Bwana na tuna mambo mengine ya kufanya. Jumapili ijayo tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kusikiliza shuhuda za watu, jinsi ambavyo Mungu anafanya maajabu. Nimekutana na watu hawa, wengi wamesema vile ambavyo wamefanyiwa maajabu. Na wewe tunapokuombea, kuna nguvu inaenda, giza linaondolewa, giza la magonjwa, giza la dhambi linaondolewa. Utaanza kushangaa, utaona mambo yanakwenda sawa sawa. Ya kushinda jana juzi, kuna ndugu mmoja ambaye tulikuwa tunamwombea, nafikiri yule rafiki yako amenipigia simu, ameniambia tulikuwa tunamwombea apate kazi ya udereva. Anasema tayari Mungu amempa kazi, sasa anaendesha kutoka Iringa na anaendesha Dar es Salaam. Anasema sijawahi kufikiria jambo la namna hiyo. Ameniambia anakuja kununua viti viwili kama shukrani yake mbele za Bwana. Haleluya.
Unaona vile Mungu anafanya mambo ya ajabu katikati yako. Kwa hiyo Jumapili tutatoa nafasi za ushuhuda. Najua kuna ushuhuda mbalimbali hapa. Kuna watu walikuwa na uvimbe, kuna watu walikuwa hata uponyaji tu. Giza, nuru imeingia ndani yako. Si ni baraka kuwa na nuru jamani? Kujua Yesu yenyewe si ni baraka? Zaidi ya miujiza mingine yote, utapata nafasi kusema kile ambacho Bwana amekutendea, na utaona nuru ya Bwana, utakuwa tofauti. Tumefundishwa hapa, Mungu ana upendeleo. Hakuna cha Msambaa, hakuna cha Mdigo, hakuna cha Mnyakyusa, hakuna cha Mbena, hakuna cha wote. Sisi ni ndani ya Kristo. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Jumapili ujiandae, tutakuwa na nafasi ya kutoa ushuhuda. Nataka urudi pale ulipoketi. Tunafanya ibada ya ushirika meza ya Bwana, alafu tutakuwa tunamalizia ibada yetu mchana wa leo. Asante sana mchungaji Benti, Bwana akubariki sana. Hebu tupige makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu na kwa ajili ya ujumbe ambao tumepewa.